Na kikao kazi cha sita cha serikali mtandao kinaendelea hapa jijini Arusha, na tayari mgeni rasmi Balozi Mheshimiwa Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi huyu, amekwisha fungua kikao kazi hiki, lakini sasa hivi napata nafasi ya kuzungumza na washiriki pamoja na wakuu wa taasisi ambao wamehudhuria katika kikao kazi hiki, na pembeni yangu hapa ninaye mkurugenzi kutoka mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar. Karibu tuweze kuzungumza hapa mkuu. Tupate kufahamu pia Zanzibar na wanasemaje kuhusu masuala mazima ya mifumo huko. Mkuu, habari ya kwako? Habari ya kwangu nzuri kabisa, nashukuru. Jina langu naitwa Dr. Said Seif Said, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar. Kwanza niwapongeze sana jambo hili ambalo linafanyika hapa leo, na mimi nimekuja na mgeni rasmi ndio kama ulivyosema tunakuonana naye, ni jambo kubwa sana kabisa. Na kwa upande wa kwetu kule Zanzibar, jitihada ambazo zinaendelea za hapa mamlaka ya serikali mtandao na kule Zanzibar vile vile zinaendelea, na ni kubwa kabisa ukiacha yote ni kushajiisha taasisi zote za serikali katika kupenda masuala ya kitehama na kuyakaribisha, kuyaembrace, sio ni masuala ya kuyakimbia. Kwa hivyo na sisi kule sasa hivi Zanzibar tumekuwa katika mchakato huo kwamba la muhimu kabisa ni kwamba huduma zote za serikali zipatikane kimtandao. Hiyo haina option. Kwa hivyo katika kuhakikisha jambo hilo linafanyika, kwa hivyo tumo katika jitihada kuhakikisha kwamba kila taasisi ambayo inatoa huduma basi itafuata mfumo wake ambao unatoka huduma. Lakini katika yote hayo kwa ujumuisho wake kuhakikisha kwamba mifumo inasomana. Una mfumo wako lakini tunasomana. Tunahakikisha kwamba mwananchi anatia rekodi zake sehemu moja na mifumo sehemu nyingine yote inachukua zile taarifa na mambo yanakwenda kabisa. Na ajenda ya mifumo kusomana ni ajenda ya kitaifa, hata kwa mamlaka ya serikali mtandao Tanzania bara kwa maana ya IGA, nao pia ajenda kubwa ni mifumo kusomana. Tayari wamekwisha tengeneza mfumo wa ubadilishaji taarifa wa Government Interface Service Bus GovSP. Labda kwa Zanzibar hali ikoje? Tayari kuna mfumo maalum wa kuunganisha mifumo ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar? Ni kweli kabisa, na kule kwa upande wa Zanzibar vile vile tupo katika mchakato huo kuhakikisha kwamba mfumo upo ambao unahakikisha kwamba taarifa sasa za mfumo mmoja kwenda mfumo mwingine zinapatikana kabisa. Kule kwetu sisi tunauita Zan Exchange, tumeita jina hilo kwa sababu ya kubadilishana taarifa. Kwa hivyo mfumo unaendelea vizuri, na sasa hivi tupo katika masuala ya ku-onboard zile taasisi zote kuhakikisha kwamba tumefika hapa, tunaendelea hapa mpaka tunamaliza wote. Kwa hivyo kuna wale wa mwanzo wa kuingia, lakini tuna wengine wanafuata, alafu tunahakikisha tunamaliza wote, mifumo yote, taasisi zote, huduma zao zinapatikana kidijitali, lakini vile vile kuhakikisha kwamba mifumo sasa inasomana. Hakuna ambaye mfumo utakuwa unatembea peke yake, hakuna mfumo unakwenda silos. Kwa kumalizia sasa kwa sekunde chache kabisa, tuelezee ushirikiano uliopo kati ya IGAS pamoja na IGA. Ushirikiano baina ya government hizi mbili ukweli ni wa kupigiwa mfano. Ni ushirikiano mkubwa sana kabisa, ni ushirikiano wa kindugu kabisa. Unapoona tatizo nalo mwenzio, basi una wakati wote kuweza kumuomba mwenzio wako, kumwambia naomba msaada na tukasaidiana. Na sio hivyo tu, lakini vile vile tunasema kwamba ipo haja ya kuwa there is no need to reinvent the wheel. Hakuna haja hiyo. Kama mwenzio ameshafanya jitihada, ameshajaribu kitu kinafanya kazi, sasa kwa nini naye aanze mwanzo? Wanamaonyesha experience uliofanikiwa, halafu na mwenzio unamsaidia katika kuhakikisha kwamba naye anasonga mbele. Nikushukuru sana. Asante sana. Kila la heri katika kikao hiki. Asante sana. Shukrani sana. Huyo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar, na tumezungumza naye hapo, naye anakuambia kwamba ajenda kuu iliyopo kule sasa hivi ni kuhakikisha mifumo ya serikali inasomana, kubadilishana taarifa. Hili ni la muhimu sana kwa sababu linasababisha mwananchi kuto kuhangaika kupata huduma za serikali, anaweza kuzipata sehemu moja. Nikushukuru sana, naendelea kuwa pamoja nasi wakati huo tukiwa tunaendelea kuzungumza na wakuu wa taasisi pamoja na viongozi mbalimbali, lakini pia washiriki ambao wamehudhuria katika kikao kazi hiki. Kwa karibu na mitandao yetu ya kijamii. Mimi ni Mwana Digitali Musa Magaliano.